Itambue PJ na Usalama TV. Habari za wakati huu, mtazamaji wa Usalama TV. Karibu katika kipindi cha Itambue PJ, kipindi kinachokujia kila siku Jumatano. Na Itambue PJ tutakuwa na kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi kutoka kanda maalum ya Dar es Salaam, Muliro Jumanne Muliro, ambaye tutazungumza naye kuhusiana na mada inayozungumzia kuhusiana na namna ambavyo jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam jinsi inavyoshirikiana na jamii kupitia falsafa hii ya polisi jamii. Studioni utakuwa nami Gift Steven Mbando. Tupate mapumziko kisha tutakuja hapa, tutakuja kuchakata kile ambacho tumekuandalia. Itambue PJ, popote tunakufikia. Na mtazamaji wa Itambue PJ, na kama ambavyo nimetoka kukuambia hapo awali, niko na kamanda kutoka kanda maalum ya Dar es Salaam katika studio hizi za Usalama TV, na tunakushukuru sana kwa kuweza kututembelea. Nimefurahi sana ndio kuingia hapa kwenye studio za Usalama TV. Basi moja kwa moja tuende tukaangazia afande kuhusiana na ile mada ambayo tumeiandaa leo katika kipindi hiki cha Itambue PJ. Na Itambue PJ afande maana yake ni Itambue polisi jamii. Ni namna gani ambavyo jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linavyoshirikiana na jamii ama kupitia ile falsafa ya polisi jamii ili kuweza kuzuia uhalifu? Ukitaka kujua uzito wa swala la falsafa hii ya polisi jamii, ndio na uzito wa jinsi ambavyo wachambuzi wa masuala ya kiusalama walivyopitia na kuona kwamba ni moja ya nguzo muhimu katika utekelezaji wa majukumu ya jeshi la polisi, ni maelekezo ya mara kadhaa ambayo mkuu wa nchi ambao ni Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia mkuu wa jeshi la polisi nchini afande IGP Camillus Wambura, jinsi ambavyo wanalipa uzito swala hili. Swala hili la polisi jamii ni swala ambalo ni sehemu ya suluhisho ya mifumo ya kiusalama katika kuzuia vitendo vya kihalifu, lakini pia ukichakata vizuri zaidi unakuwa na fursa nzuri ya kuweza kubaini matukio mapema kabla hayajajitokeza ili uweze kuyatanzua katika mifumo ya kisheria. Kwa hiyo sisi polisi kanda maalum ya Dar es Salaam, ambayo kupitia mikoa yake mitatu ya kipolisi kwa maana Temeke, Ilala na Kinondoni, pale Dar es Salaam tunazo kata 102. Ndio. Na kata 102, katika kujaribu kuona kwamba mfumo huu unatekelezeka, kila kata imepata mkaguzi wa kata kama moja ya sehemu muhimu ya kuona kwamba usimamizi wa mifumo hii ya kuzuia uhalifu inafanyika, ikiwemo utekelezwaji wa hii falsafa ya polisi jamii. Ndio. Kwa hiyo ni nguzo muhimu sana katika usimamizi wa sheria, lakini pia katika mifumo ya kuzuia vitendo vya kihalifu. Lakini afande, hivi karibuni tumeona jinsi ambavyo jeshi la polisi kupitia kanda maalum ya Dar es Salaam jinsi ambavyo imeweza kupambana na haya magenge ya kiuhalifu ambayo yani tunasema kwamba magenge haya yalikuwa yanafanya matukio ambayo yalikuwa yanastaajabisha kama kuteka watu ovyo ovyo. Unaamini kwamba polisi jamii, falsafa polisi jamii na kuwa na hawa polisi kata na polisi jamii kwa ujumla ilisaidia katika kuweza kuwabaini na kuzuia hili mapema? Polisi jamii falsafa hii imesaidia sana kwa sababu ukiangalia
dhana ya kuanzishwa kwa polisi jamii ni kuona kwamba kuna kuwepo na ushiriki mkubwa wa umma katika kuzuia vitendo vya kihalifu, kwa sababu tunaamini wahalifu wako miongoni mwa wananchi, na wananchi wana fursa kubwa na nzuri ya kumjua mhalifu mapema akiwa kwenye maandalizi, lakini pia akitekeleza uhalifu au akiwa amekwisha tekeleza uhalifu. Kwa hiyo nikirudi kwenye swali lako, ni jinsi gani wameweza kusaidia, ni kweli wamesaidia. Umeona tulikuwa na matukio ya kule Kibamba, matukio ya pale mjini, matukio ya Kigamboni, matukio ya kule Mbagala, Kibonde Maji. Robo tatu ya mafanikio ya jeshi la polisi katika kuzuia, lakini kuwaweka kwenye mifumo ya kisheria watuhumiwa, kwa maana ya kuwafikisha mahakamani na baadaye kwenda kwenye maeneo ambayo wanastahili kuwepo, ni wananchi ndio wametusaidia sana. Na hiyo imetusaidia pia kupunguza malalamiko ya kubambikiza kesi, kwa sababu wananchi ndio wanamjua mhalifu. Kwenda kufanya kazi hizi bila kuushirikisha umma, una nafasi ya kukosea, na ukikosea maana yake unamchukua mtu mwema, unamwacha mhalifu. Ni lazima umma unakuja juu ya jambo lile. Kwa hiyo kimsingi polisi jamii na matukio haya, jinsi ya kuyazuia lakini kupambana nayo, ni mmoja ya silaha muhimu sana ambayo sisi tunaitumia pale Dar es Salaam. Ndio afande. Sasa afande, kuna polisi kata katika ile kanda maalum ya Dar es Salaam. Ni jinsi gani ambavyo wananchi wanashirikiana na polisi kata huko sehemu wanazoishi? Polisi kata wanafanya kazi kubwa na nzuri sana, na wamepata sapoti kubwa kutokana na utendaji wao wa kazi katika maeneo wanayotenda kazi. Sasa wanashirikiana vipi? Kwanza wanashiriki kwenye vikao vile ambavyo viko kwenye kata, wanashiriki kwenye vikao ambavyo viko kwenye mitaa, wanashiriki katika kuanzisha vikundi vya ulinzi shirikishi, ni kanuni zipi zitumike katika kuanzisha vikundi vya ulinzi shirikishi, kina nani washiriki vikundi vile na kina nani wasishiriki, kulingana na wananchi wanavyojua wale wahusika, tabia zao, mienendo yao, lakini uwezo wa kutekeleza yale majukumu. Kwa hiyo polisi kata wanasaidia sana, na sasa hivi ukiangalia mahusiano makubwa mazuri ambayo sasa hivi grafu inapanda ya jeshi la polisi, ni kwa sababu wanawajua wale vijana ambao wako kwenye kata kule, jinsi wanavyotekeleza majukumu yao, na sasa hivi polisi wamekuwa ni marafiki wa wananchi kupitia kwa wao ambao wanashinda nao kule polisi kata. Kwa hiyo polisi kata ni kitu muhimu sana katika utekelezaji wa hii mifumo ya polisi jamii na dhana nzima ya kikatiba sisi jeshi la polisi kuzuia uhalifu. Kwa hiyo ule utekelezaji wake. Kwa hiyo afande, unasema kwamba hawa polisi kata ndio wamepelekea sasa hivi tunaona hali ni shwari katika lile jiji la Dar es Salaam. Fuatilia mwitikio wa wananchi kwa polisi kata, na si kwa jiji la Dar es Salaam tu. Fuatilia kila eneo. Wananchi kila sehemu ambapo alipelekewa polisi kata, unakuta namuita polisi kata wetu. Ina maana kama ni mtu mbaya hawawezi wakasema, wanasema polisi wenu. Polisi wenu kama ni mtu mbaya, lakini ukisema polisi kata wetu, maana yake ni dhana ya kukubalika kwa jeshi la polisi katika utekelezaji wa majukumu yake, lakini dhana ya upendo wa taasisi kwenye umma, kwa sababu ule ni mrejesho wa moja kwa moja juu ya kukubalika na kutekeleza kwa baadhi ya majukumu ya msingi ya sisi kuzuia vitendo vya kihalifu na kuhakikisha kwamba maeneo yetu yanakuwa salama. Mtazamaji wa Itambue PJ, hakika ni faraja tuko hapa kuona tumepata mgeni kutoka huyu ni kamanda kanda maalum ya Dar es Salaam, si mwingine ni kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Muliro Jumanne Muliro, ambaye tunaendelea kuchakata naye mambo mbalimbali jinsi ambavyo yanavyokwenda katika mkoa wake wa Dar es Salaam, lakini tunaangazia kikubwa zaidi ni namna ambavyo jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linavyoshirikiana na jamii kupitia falsafa
ya polisi jamii katika kuzuia uhalifu. Tukirejea hapa tutakwenda kuangazia sasa wito wake kwa ujumla kwa wananchi ambao wanasaidia kwa namna moja ama nyingine hivi sasa katika kuweza kuwabaini wahalifu kupitia polisi kata na falsafa hii ya polisi jamii. Hii ni Usalama TV, televisheni ya mtandaoni ya Jeshi la Polisi Tanzania. Fuatilia matukio mbalimbali kupitia mtandao wa YouTube upate elimu. Kwa kweli inabidi wajue sasa hii dawati ni la wote, sio la wanawake tu. Taarifa. Naam, karibu katika kipindi cha matukio ya wiki, burudani. Mama Samia Suluhu Hassan tunakupongeza sana. Na habari mbalimbali zinazohusu Jeshi la Polisi. Usalama TV, usalama wa raia na mali zao. Mtazamaji wa Itambue PJ, na kama nilivyotoka kukwambia, na sidhani kama umebanduka kwenye TV yako ya Usalama TV, bado tuko hapa na tuko na kamanda wa kanda maalum ya Dar es Salaam, na hapa tunazungumzia namna ambavyo Jeshi la Polisi linavyoshirikiana na jamii kupitia falsafa ya polisi jamii katika kuzuia uhalifu. Afande, tumetoka kuona namna ambavyo umezungumzia kuhusiana na wananchi, jinsi ambavyo wanavyoshirikiana vizuri na wa polisi kata. Je, kuna upungufu wote kwanza wa polisi kata mkoa wa Dar es Salaam? Mkoa wa Dar es Salaam kwa umuhimu na uzito wake wa masuala ya kiuchumi, kijamii na kisiasa, hakuna kata ambayo haina polisi kata. Hakuna kata ambayo haina polisi kata. Hilo ni kwa dhana hiyo nimekueleza. Kwamba ni mtu muhimu polisi kata, na kata ni muhimu kwa sababu kata Dar es Salaam zinabeba watu wengi. Kwa hiyo eneo lile tunamshukuru sana mkuu wa Jeshi la Polisi nchini kwa kuweka uzito na mwelekeo wa awali kwamba kata za Dar es Salaam lazima ziwe na polisi kata. Ndio. Kwa hiyo ina maana polisi kata wako mpaka Mwabwepande. Nikisema watu polisi kata 102. Maana yake Mwabwepande kule Buza kata, Buza kanisani, ukianzia Buza kanisani, kwa Lulenge, Buza shule, Gongo la Mboto kule, Buza kwa Mama Kibonge pale, Makangarawe, Mbagala kule Kibonde Maji, Madale, Kwembe kwa Kolimba, Kwembe kule kuna kata, ndio kuna polisi kata. Ndio. Tukija huku Kitunda, Kitunda kule kuna polisi kata. Mwanagati, Msongola, Kivule, Pugu. Ile Pugu yote ukichukua, unaanza Pugu Kirumba, Pugu Kichangani, Pugu Mnadani, Pugu Kajiungeni, Pugu Sekondari, unapandisha mpaka kule Bangulo. Polisi kata wapo. Chanika huko, Chanika kwa Zoo, Chanika kwa Mustafa, Sheratoni, kote kuna polisi kata. Na ndio maana pale ambapo wananchi wameshirikiana vizuri kwa karibu na polisi kata, hakuna uhalifu. Ndio. Pale ambapo mfumo huu wa ulinzi shirikishi wananchi wamekubali na kutekeleza, hakuna uhalifu. Ndio. Ukienda sehemu ukakuta kuna uhalifu, utakuta mapungufu haya. Watu wanabishana, watu wanapoteza muda kubishana, lakini hii ni mifumo ambayo imefanywa kazi na wanasayansi wanaoshughulika na masuala ya kihalifu, kwamba haiwezekani ukamtegemea polisi akaja akakumalizia uhalifu mpaka mlangoni kwako kwa nyumba moja baada ya nyingine. Ni mifumo ambayo imechakatwa na kuchambuliwa na wataalamu wanazuoni wanaoshughulika na masuala ya kuzuia vitendo vya kihalifu, lakini kupambana na masuala ya kihalifu, kwamba ulinzi shirikishi, utekelezwaji wa polisi jamii katika jamii ni moja ya suluhisho muhimu na la haraka
la kuzuia vitendo vya kihalifu. Sasa afande, ni unatoa wito gani kwa wananchi katika kuendelea kulinda na kuitunza amani iliyopo sasa hapa nchini, na hasa kupitia falsafa hii ya polisi jamii na kuwatumia wale polisi kata? Wito wangu, wananchi kwanza waendelee kuikubali falsafa hii ya polisi jamii, lakini pili waelewe jeshi la polisi liko pamoja na wao kikatiba kuhakikisha kwamba maeneo yao yanakuwa salama, lakini mwisho uhalifu haulipi. Ukiwa mhalifu ukachagua kama ndio moja ya kazi ya wewe kuishi, mwisho unaishia sehemu ambayo ni mbaya, sehemu ambayo haikulipi. Mbaya kwa maana kwamba utaenda kwenye misukosuko mikubwa ya kisheria. Narudia, utakwenda na kuingia kwenye misukosuko mikubwa ya kisheria. Utaishia gerezani au utakuwa kwenye friction, kwenye msuguano na wasimamizi wa sheria, na matokeo yake hutapata maendeleo. Ndio maana nimesema uhalifu haulipi. Afande, mimi ni kushukuru kwa kuweza kufika hapa studio ya Usalama TV, na niweza nikasema kwamba ni kukaribishe tena kwa wakati mwingine kuja pia tukikuhitaji, ama tukikutana huko katika maeneo yako, basi utupokee katika ile kanda maalum ya Dar es Salaam, kwa sababu kule tutakuja kukutembelea siku moja. Nikushukuru sana kwa kuweza kufika hapa. Mimi nakushukuru sana. Ndiyo. Usalama TV Ndiyo, nawakaribisha Dar es Salaam ili hii kazi tuifanye vizuri kwa kiwango kikubwa zaidi, na insha Allah tutafika. Nikushukuru sana afande. Mtazamaji wa Itambue PJ, kila lenye mwanzo halikosi kuwa na mwisho. Tulikuwa naye hapa kamanda kutoka kanda maalum ya Dar es Salaam, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Muliro Jumanne Muliro, ambapo tulikuwa tukwenda kuzungumzia kuhusiana na namna ambavyo jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linavyoshirikiana na jamii kupitia falsafa hii ya polisi jamii katika kuzuia uhalifu. Mimi ulikuwa nawe muda wote Gift Steven Mbando, ni kutakie wakati mwema wa vipindi vingine vinavyoendelea kutoka hapa Usalama TV. Leo tuko